ya mũtĩ-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi rũĩ rwa kuonania rumaga Golgotha. Jesũ jikaria mũtĩ-inĩ gĩthima-inĩ kĩa ũtugi rũĩ rwa kuonania rumaga Golgotha. Mũtĩ-inĩ ũrĩa ngocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ũrĩa ngocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Ndethethekaga mũtĩ-inĩ wenda na Ngai kangorera ogigĩri waku mũingĩ ũkanjagararĩra. Mũtĩ-inĩ ũrĩa ngocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Jesũ mũtĩ-inĩ ũrĩa ngocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Ndethethekaga mũtĩ-inĩ wendo na Tha ikanjorera na ũgitĩri waku mũingĩ ũkanjagararĩra. Mũtĩ-inĩ ũrĩa ngocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ũrĩa ngocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Mũtĩ-inĩ ũrĩa ngocaga Ngai nginya ngoreka ũroka mũrĩmo ũrĩa wa rũĩ. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya kutupa nafsi hizi kuwa ziko uhai, katupa pumzi ambao tunapumua wa sasa. Tunakushukuru kwa sababu ya wakati umetupa Bwana ili tuweza kusikia neno lako Bwana. Sasa tuwajiachilia kwako, utupe kile ambacho kilifanya tuje leo. Wale ambao wananisikiza kwa online, hata nao Bwana ukawafungua masikio ya roho, wakakusikia na wakaweza kusonga kwako, wakapokea kile ambacho uliwatakia wapate. Mungu, hatuna maneno yetu ya kujifariji na hata ya kutia moyo, yote tunajua inatoka kwako. Mtumishi wako najiachilia kwako sasa. Mungu, ukanena nami, chukua ulimi wangu ukautumia kwa utukufu wa jina lako. Neno lako Bwana likaweza kutoka kama upanga ama moto ambao Bwana unachoma, ukaweza kuangamiza na kujenga chochote ambacho Bwana unakusudia. Tunakushukuru, tunakuabudu kwa sababu ya rehema na wema wako. Katika jina safi la Yesu Kristo tuomba na kuamini, amina. Tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Bwana kwa sababu ya wakati huu ametupa na nafasi nzuri ambao ameitoa kwetu ili tukaweza kuwa na nafasi hii ya kusikiza neno la Bwana. Na ninajua ya kwamba leo hii tunasemaga ndio siku bora ambao Mungu ametupa ili tuweze kusikia kutoka kwake, kama vile ambavyo mwisho wa mwaka rais huwa anatoa matangazo kuelekeza taifa kwenye inatembea na vile ambavyo itakavyofanya na vile ambavyo watu wa taifa hili watafaidika na mambo yale ambao wataweza kusikia yanaweza kuwainua mioyo yao kutoka kwa rais wa Kenya. Hivyo ndivyo Mungu anatuleta siku ya leo aweze kuongea nasi kwa maneno yale ambao angependa tusikie wakati tunakwenda kufunga mwaka. Wengi wamekuwa wakisikia mambo mengi miezi hizo ambazo zimepita, lakini ripoti ya mwisho ndio inakuwa na maana sana.
tunasemaga wakati mtu anaenda kufa ama wakati mtu anaenda kuaga, kuna yale maneno ambayo tunasemaga shiugoshi ya mwisho. Hizo maneno za mwisho zinakuaga zinajenga na zinakuaga na mwelekeo. Ni kwa sababu hizo ndizo watu wengi wanakuaga wanasiongea na kusema hizo maneno ndizo aliongea akituacha. Na sasa sisi tukienda kuacha mwaka huu ambao ni wa 2025, ambao hautauona tena, ambao umekuwa bora kwako kwa sababu umekushinikiza katika hali moja na nyingine kutuleta katika hizi baraka. Hiyo ni kusema ya kwamba ubali huu ambao Mungu amekuleta, malaika wake wamekuongoza, na hakuna kitu hata moja ambacho kimekuangamiza. Ina matumaini ya kwamba kile ambacho kiko mbele yako ni zaidi ya kile ambacho umeona. Mimi nasema there is hope for those who have faith. And I'm talking to faith carriers. Wale watu wanabebaga imani. Watu wa imani, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa imani. Mungu anaongeaga na watu wa imani ni kwa sababu watu wa imani ndio wanakuwa na kitu tunaitaka determination. Bwana pesiva. Na wale watu ambao wanajua kuwa neno determination, wanajua kuitumia, kwa sababu hawa watu hawapungukiwi hata hali ikiwa namna gani. Najua mara nyingi unaweza kosa kukubaliana na mimi, lakini nasema ya kwamba wale watu ambao wanakuwaga na determination, determine, hawa wanakuwaga die hard na wanakuwaga na matumaini. Hawa ni watu wa imani, sio watu wa kawaida. Na nataka kusema ya kwamba wale wote ambao wako siku ya leo tarehe 7 hii nyumba, these are men of determination. And I am telling you, you shall see God face to face. You shall see his blessings one to one. You shall see his blessings as the year goes to an end. Bwana pesiva. Kuna mambo ambayo Mungu alikuwa ananiambia wakati nilikuwa na hizi kufikiria jinsi ambavyo nitakuja na niongea na nyinyi asubuhi ya leo, na nikawa narudishwa katika vitabu vingine ambavyo mimi nimesimama hapa na nikazihubiri, na nikasema Mungu anataka nirudie nini na huko nyuma, kwa sababu kuna masomo ambayo labda vitabu ambavyo nimekuwa nikiguzaguza na wakati mwingine simalizi, lakini Mungu ananiambia kwamba hauendi mahali. Ni kwa sababu ujumbe huu uliwaachia katikati, na wenye ujumbe ni hawa ambao wako leo. Na Mungu hakutaka Andrew leo ukose hapa, kwa sababu alijua hii ujumbe utarudiwa, na lazima utakusaidia, kwa sababu Mungu hatengenezagi chakula ambacho anajua hakuna wakuli. Hakuna vile ambavyo Mungu atatengeneza iruga na hakuna wenye watakuja kuenjoy hiyo iruga. Kwa hivyo wewe ni moja ya mkuli. Mungu asifiwe. You are one of the partakers of this event. And today's event is so expensive and well addressed, kiwango ambacho ninajua ya kwamba hakuna vile ambavyo hii mjumbe utamalizika na kusiwe na mtu ambao atasimama aseme kweli Mungu ananijua. Bwana pesiva. Nikihesabu baraka wale watu wamebarikiwa nyumba hii, mimi nikianza kutoka mwezi wa Januari, mwezi wa Februari, March. By the way, tulianza na wewe chairman, wakati tulikuwa tunasema hii, by the way, huwezi sema ya kwamba you have not landed safely. Kuland safely ni kuruka, na kwenye unarushwa usivunjike mguu. Una land, unaamka hivi na usimama, you bounce. Nasema ya kwamba no one who will be hurt towards the end of this year. Utaruka lakini hautaumia. Na mahali ambapo utatulia ama penye utaruka, you will be bouncing up. The Lord will bounce you up. The Lord will lift you again. Bwana pesiva. Kwa hivyo kusema ya kwamba nikihesabu wale watu ambao ninawaona katika roho, ndarora kuria nyumite, kuria ndirathie, ndarora kuria ndirathie, hata kama hujui inasema hivi. Nikiangalia kwenye ninatoka naona Mungu mwingi, kwenye ninaenda naona Mungu, hata kwenye niko ninaona Mungu. Hawa ni watu wa imani. Nataka tusome na wewe katika kitabu cha Marko 2
1:5. Na tafadhali wewe ambao uko pale utaniwekea hapa, kwa sababu nataka kusoma katika sasa screen, kwa sababu si Mungu ametupatia screen. Hakuna haja ya kung'ang'ana na hapa hii namba dogo na screen Mungu alitupatia. Hii ni kanisa ya Masonko. Habari Masonko? Mungu asifiwe Masonko. Mungu abarikiwe Masonko. Sasa tuangalie kwa screen zetu ili tuweze, by the way, ukiona hata mhubiri anahubiri akiwa na miwani, ujue ni daktari. Ni kwa sababu hii si miwani tu ya magonjwa, hii si ya miwani ya magonjwa. Haro. Na akademi igeze nigera mwitiketi ya murimu ni ya guthoma. And again he entered Capernaum. Soma na mimi tafadhali. Nataka tusome pamoja kwa sababu hii ni safi. And again he entered Capernaum after some. That means he had gone there. Alikuwa ametembea huko siku nyingine. Unasikia wanasema kwamba akarudi tena. Nasema hata kama alikuwa amekuja mwaka jana, mwezi hiyo ingine atarudi. Nasema mwezi huu wa Disemba atakurejea. Nasema atakurejea. Kristo atarejea wewe tena mwezi wa Disemba. Na kama alikuweko Novemba, kama alikuweko August, amesema ninarudi nikutende vile nilikutendea. Kama ulikuwa mshuhuda mwezi uliopita, kama ulikuwa mshuhuda mwezi wa August, nataka kusikia sauti yako ukisema I am a victor. I witness the power. I witness the grace. Bwana pesifa. Ni kwa sababu kwenye kungekuwa na matanga, lakini haikutakuwa matanga. Ungekuwa umerogwa, lakini wamekataa. Mbingu imekataa. Imesema this year I will visit you again. Nasema Kapernaumu, ninatembea kwenyu tena. Nasema Kapernaumu, nilikuwa nimekuja hamuku nilaki. Ingawaje hamuku sikia vile nilifanya, ukawa na ushuhuda. Na kwa sababu mliamini, ninarudi tena. Nasema pokea Yesu. Hanyenyi watu wa Kapernaumu. Wekesa. Unaweza kuwa labda pengine wakati alikuwa amekuja mara ya kwanza hakuja na nguvu nyingi, lakini this time round he will come changed person. He will come a changed God. He will come with a changed mission. I make a declaration, asiripite mwezi huu vile ambavyo alikuja mwezi jana, asikuja hivyo sasa. Abadilishe fashion. Nasema abadilishe fashion. Kama ulijenga nyumba this time round, and again, the word again means that he was. Na ukisikia amesema nilikuwa, hata kama si kukamilisha, kuna mahali niliachia. Sasa anakuja kukamili. Sasa hapa kuna kahadithi kazuri sana. Na ni katamu kwa sababu Yesu ndashoka haduri ya keri hata linagitumi. Yesu harudiki mahali mara ya pili kama hajakuja kukamilisha. Anasema kile alianza mwanzo atakuja kukamilisha wakati wake. Naona wakati umefika wakuja kukamilisha kabla mwisho ya mwaka, kabla mwisho wa Disemba. The Lord is coming. He is coming to accomplish your story. I say your miracles is on the way now. I say your miracles is on. It's a beautiful story. And again he entered Capernaum after some. That means kama alikuja akafungua bucha na ikawa ni moja, kama alikuja akapatiana kakazi kamoja, sasa amekuja kuongeza. Huku nisikiliza. Sasa anakuja anasema ya kwamba hiyo yenye alikupea haikuwa imetosha. Ni mwanzo alikuwa ameanza ya kukuonyesha kuna baraka. Ni kitu ambacho alianza, anasema ndakuja tena kwa wanye wamenilaki. Nasema kama umetulia katika hii huduma kwa kuanzia Januari mpaka leo, nasema kile Mungu alianza mwanzo wa huduma hii na mwanzo wa mwaka, may the Lord come. I say may the Lord come and fulfill your desire.
I say we fulfill your desire. Kama ulianza ukiwa kijana, kama ulianza ukiwa mama, kama ulianza ukiwa mwimbaji, nasema salute sasa. Nasema go ahead. Kuna kitu mzuri Mungu anafanya. Kuna kazi nyingine Mungu anakuja kukamilisha. Kama ulianza ukiwa mwenye kucheza keyboard, God is coming to promote you. Let me tell you, there is a young man who has been singing here. Unajua Joel? Joel anakuwa hapa. Anakuwa kimba. Joel saa hii ana minister mahali. Ameanza kuitwa. Nasema mataifa imeanza kumng'oa hapa. Na nasema mataifa inakugojea. Na nasema there is something that is going on. There is something God has started in you. God is about to take you over. And God is about to promote you. Kile ambacho ameanza na wewe. Kile ambacho ameanza na wewe. Nasema kile ambacho ameanza na wewe atarudi tena wakati kama huu, atakuthibitisha ya kwamba kile alikupatia hakikuwa kimetosha. Praise God. The Bible says Kapernaum ulikuwa ni mji ambao ulikuwa umempenda Yesu. Na sababu ya kurudi kule ni kwa sababu alikuwa anakataliwa, na mji ambao kwenye Yesu alizaliwa ulikuwa unaitwa namna gani? Kwenye Yesu alizaliwa ulikuwa unaitwa namna gani? Bethlehem. Kulikuwa kunaitwa namna gani? Bethlehem. Mji kwenye Yesu alikuwa anazaliwa kwenye kwa kina Yesu kulikuwa Bethlehem. Mimi mambo ya Nazareth, mambo ya Bethlehem wajana. Mimi nasema kwa kina Yesu. Nazareth ilikuwa imekataa Yesu. Na ikamwambia Yesu, hapa hatukutabui. Thank God. Kwa sababu Yesu akikataliwa Nazareth, kuna mahali pa kuingia. Thank God. Kwa sababu watu walipomkataa Kiratina, alipata mahali pa kuja kwako. Thank God. Kwa sababu watu wengine wakati walimkataa, ulimkaribisha kwako. Naye anasema ya kwamba hatakoma kukuja kwako, atakuja leo, kesho na kesho kutwa. Bwana pesiva. Nasema furahia Mungu kwa sababu kila mmoja wetu kuna kijiji hakampendi. Kuna watu ambao hawampendi. There is a Nazareth in your life that does not love you, that rejects you. Thank God because there is a Capernaum that is waiting for you. Nasema thank God because there is a place called Capernaum that is waiting for you. Bwana pesiva. Nazareth ni mahali ambapo haupendeki, hautambuliwi, watu hawataka. We have those places. Mahali watu hawani kama ni pastor, hawani kama ni bishop. Hicho kijiji ambacho hakikupendi, hicho kijiji ambacho hakikutambui, hakikuheshimu. Nashukuru Mungu kwa sababu ameandaa Kapernaumu ambayo inanisubiri kunilaki. Na mara ya kwanza nilikuja wakanilaki, mara ya pili wakanilaki. Nasema nashukuru Mungu kwa sababu yenu, kwa sababu ya kukubali mimi ni mchungaji wenu. Mkanilaki mara ya kwanza, mkanilaki mara ya pili. Leo nimekuja kuambia ya kwamba sitawaacha hivyo. Wale waliniacha wakaenda, nyinyi hamjawahi acha, nyinyi hamjawahi enda. I make a declaration ya kwamba you are going to receive blessings. Hata upende usipende, pokea. Chaguvu walikuja, hawakunipokea. Hawa ni Nazareth yangu. I have my own Nazareth. There are people who doesn't love me. There are people who doesn't like me. But I am going to those who received me. I have come to you who have received me. I have good news. I am going to use the words that God is going to put in me to bless you, to change your destiny. Because you have accepted me, may the Lord accept you too. Because you have accepted me, may you receive miracle. I say may you receive miracle. May you receive miracle.
There were some people who started with me and they left me. Hata Yesu alikataliwa kwao. Nasema hata Yesu alikataliwa kwao. Wewe nawe unaweza kataliwa na watu. Marafiki wanaweza kukataa. Ndaba usijisukumia kwao. Hapana, there is Capernaum waiting. There is a town that is waiting for you. God has prepared Capernaum. God has prepared a city that is about to receive you. May you occupy the city that is going to receive you. May you occupy in the cities that God has prepared for you. Nasema Capernaum. Capernaum ya kila mmoja wenu. Kama walikataa kwenye wakasema ya kwamba hata hawakutabui, hawajui hata kama wewe ni chairman. Kuna watu walikataa, wanasema ya kwamba wewe hawakujui, hawajui kama wewe ni chairman. Nasema may God locate you in your Capernaum, where your name will be identified and the miracle shall be performed in that city. Nasema miujiza ikupokee. Wanapesiba. Kwa nini hao watu? Nasema hapa kuna kitu. Na unisikilize hapa. And it was hard that he was in there. Leo nataka tusome vile Pastor Elizabeth anaendaga. Alifanya literature. Every word has a meaning. Ate na akafanya nini? Wewe usiruke kule mbele. Enda kwanza penye tumetoka. Tumaliza kwanza na moja. Na ikasikika ya kwamba ameingia kwa nyumba. Bwana pia sifa. Mimi najua ya kwamba hakuna vile ambavyo angeingia nyumba hii na mtu. Bwana pia sifa. Hakuna vile ambavyo utaweza kuja ugongoe mlango ya nyumba ya mtu ambao hayuko. Lazima kuwe na mtu. The Lord has knocked into your house and he has found you. And I want to tell you today, because you have opened the doors, that the King of Kings may come and land in your house, that he is carrying miracles, he is carrying wonders, he is the King of Kings. Heaven and earth belongs to him. He will open for you doors, he will make you greater, he will elevate you. Every disease over your life, it shall be underrated and undermined in the name of Jesus. Igeigwa murako wako wa guthaguthwo tukihingura nyana ni raisi waingira. Hii mlango ukikuja ugongo namna hii muone moto kedia raisi imeingia hapa. Mtaendelea na mahubiri. Mnidangaje sasa? Moto kedi ingie, papa mabounce watoke, milango ifunguliwe. Unaona? Hata wewe ndio bouncer na leo ndio tunangoja hapa. Sikiliza vile nakwambia. Sikia? Kila mtu ataanza kufanya hivi. Bishop unaona vile kunaendelea. Na kila mtu aanze kujitayarisha. Viti hizi kwanza mtaamuka. Hata kabla mjaambiwa na mtu. Kwa sababu mwenye inchi ameingia. Sasa nasema Kristo ataingia kwako. Motorcade imeanza kuingia. Mwezi huu wa December, the motorcade has begun coming into your house. Nasema kuanzia sasa anza kujipanga. Halo! Nasema anza kujituma. Halo? Sikia. Muanza kujituma. Si kukaa chini na kuangalia chini na kuangalia simu. Sasa ni mtu kuanza kuamuka na kuangalia mahali atakaa. Kwa sababu wenye nchi wameingia. Kwanza nyinyi nyote mtaamuka hapa, polisi wakuja wakae hapa, Inspector General hata utaondoka hapa. Utajikuta ukitoka. Na huyu mama mnaona anajikausha hapa, mtamkuta hapa. Akienda kusalamia rais, akimwambia Kidiki kuja kaa hapa, rais kaa hapa, Kidiki kaa hapa, Mama Resho kaa hapa, utakuta wamehama wote. Mimi nasema the kingdom of God is coming today. The kingdom of God is coming in this house today. It is going to affect the whole of your life. Mungu asifiwe. Nasema unaanza kujituma. Kabla mwezi haujaisha anza kujipanga. Mahali utakaa. Na vile utakaa. Nasema ni wapi Mungu atakaa kwako? Ni wapi atazaliwa? Ni kiti gani atakalia? Ni mahali ambapo atakunywa chai? Kikombe gani?
hiyo utaona Dorcas ametupia kazi yote mother. Oya. Nebuo karia itaihuragira. Oya. Na mother amwambia pastor, yeye no angetukana ni ha. Oya. Na pastor kwa sababu ajui sasa ile mambo itaenda, anauliza mama, hapa panaendaga aje? Ndeithio muthi. Kwa sababu hata miguu inagonga. Kutembea mbele ya rais hapana mchezo. That is the power that rules this nation. It is the power that makes everybody tremble. Hata mimi hapa sasa hivi najigorokisha hivi. Natoka tena kama namba 1. Nikienda kupokea rais. Hata sasa hiyo nitasema kiti yangu nisikalie. Kwanza ikaliwa na mfa. May you give Jesus a seat in your house. Yeye atakalia. Mpatie mahali pako pa kukaa. Mpatie kiti chako. Mpatie. Hey! Alo. Na kama atakuja kulala, uhame kitanda yako. Ukore tu ina mamu tu igirire gitini. Umororetie mtu na kuria. Rais analala kwetu. Bwana pesiva. Get me right, boys and girls, because you are boys and girls. Listen to this. When the kingdom of God comes, you give way. Na uache utukufu uanze kutandaa ndani. Ni kwa sababu mwenye nchi ameingia. Na akiingia haujui ni kitu gani kimemleta. Huenda ikawa ameona shida zenu na anataka kuwapatia kashamba hapa. Na kuna kanyumba anataka kuwapatia hata kama si ya affordable house. Halo? Na unajua akiamua, ameamua. Alikuja hapa pakabadilika. Fence imejengwa mara moja na kumeanza mjengo hapo katikati. Na hakuna mtu anauliza. Na kuambia by the end of this year, there is nothing that will stop God from performing miracles in your life in the name of Jesus. Nothing will stop God from performing a miracle over your life. Bwana apewe sifa. Yes. Maandiko yanasema ya kwamba na ikajulikana ya kwamba ametembea katika nyumba ya mtu fulani. Bwana apewe sifa. Nataka kusikia mkisema amen. Yeye ikajulikana ya kwamba ameingia katika nyumba ya Mungai na ako pale. Kila tina mzima ikakuja. Haro! Nasema watu wataunganika. Wakuja wazunguke nyumba yako kwa sababu Kristo ako ndani na amekatalia ndani. Halo, 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 halo. Na waombea nguvu za Bwana ziingie katika nyumba yenu. Watu watoke kwa mataifa wakuja wawazungukie. Nasema natuma kijiji chanyu wakuja nyumba yako waweze kufurika kwa sababu ya ukuu wa Bwana. Yaani hata mwenye nyumba hana pa kupita. Akitoka nje haoni watu. Nataka hiyo glory ikie kwa hii nyumba. Mimi nasema nataka hiyo glory ikie hapa. Nataka hiyo glory by the end of this year iingie hapa. Tukienda kumaliza huu mwaka, hii nyumba hatutaonana. Hii nje hatutaonana. Nasema hii compound hatutaonana. Wenye nyumba watashindwa na kutoka nje kwa sababu utukufu wa Bwana utakuwa umejaa. Nasema maneno haya nayatuma kwako na kuambia ngojea vile ambavyo Mungu aliingia hapa. Utakuwa na mabadiliko. Kutakuwa na mabadiliko. Kutakuwa na mambo yatatendeka katika nyumba hii. Nasema hii ni huduma ambayo itakaribisha Yesu. Inua mikono yako juu. Mwambie Yesu njoo. Ingia katika nyumba hii. Tawala. Wacha watu wakakujua ya kwamba uko hapa. Oh. 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 Bendera ya Yesu ipepee hapa. Watu waanze kuvurika moja kwa moja. Wagonjwa waanze kukuja. Walevi waanze kukuja. Nasema wamama waanze kukuja. Wazee waanze kukuja kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Utukufu, utukufu, utukufu. Wewe ambao ulimkaribisha Yesu, wewe ambao ulimkaribisha nguvu za Bwana, nasema may there be miracles in your house, miracles in your place, miracles in your family. Miracle! I say miracle! I say miracle! I say miracle!
Before others receive miracles, may you first receive yours. Oh, kabla wale wengine wapokee baraka, wale wengine wapokee miujiza, mwenye nyumba haweze kushughulikiwa. Mwenye nyumba ashughulikiwe. Nasema si Mungu aingie hapa, haweze kushughulikia shida zako, zile ambazo hatuoni, zile ambazo hatujui, zile ambazo zinakuumiza lakini hatujui. Lakini Yesu alichagua kuja kwako, akaacha nyumba zingine, akaingia kwako. I thank God. Praise God. Na hizi Mungu akiniambia huu mwaka hauishi kabla hajakushangaza, kabla huduma hii Mungu hajaishangaza. Sijui watu watatoka wapi. It may look funny sometimes, you cannot even understand, but where Jesus is, the power of God is there. Where Jesus is, the power of attracting people is there. Where Jesus is, the power of healing is there. The Lord is going to heal this city. The Lord is going to heal this land. The Lord is going to heal this city. I say this town, God is going to heal it. Oh, listen to this. The Bible says it was hard that he was in the house. Watu ambao walikuwa katika hiyo kijiji, sijui walinusa namna gani, kwa sababu hakukuwa na SMS, simu hakukuweko teri, lakini walijua ya kwamba Yesu yuko. Nasema there is a force in the air, in the atmosphere, that is going to communicate. I say there is a force in the air that is going to communicate with the dwellers of this city that Jesus is here. I say praise is here, worship is here, the real God is here. I say may the heaven communicate, may the air communicate, may everything communicate. I say communicate, I say communicate, I say may everything communicate. That Jesus is in your house today. Let the air communicate. Nasikia wamama wakikimbia, nasikia wazee wakikimbia, nasikia vijana wakikimbia, nasikia sauti ya watu wakikimbia mahali Yesu yuko. Oh, they never came yesterday. They even never came day before yesterday. But today they are coming. Why? Si Yesu tu akubali kushuka hapa. Nasema si Yesu akubali kushuka hapa. Si mchukue mikono namna hii. Si Yesu akubali. Si Yesu akubali. You know when he comes? Unajua akikuja atafanya nini? Kuna watu watatolewa Kishagi wakuje mbio. Kuna watu watatolewa huko upande wa Ishaneria wakuje mbio. Kuna watu watatoka Teachers mbio. Kuna watu watatoka Kiondo mbio. Kuna watu watatoka Wanyama mbio. Mimi nasema may the Lord release his glory and power in this house today. May the power and the glory of God encamp in this house today. Change the atmosphere. Change. Oh. Alipita wapi? Watu hawakumuona akikuja. Mwathani ndageraga njĩra ĩmwe, nogere itarikana rijamena mauru. Mwathani ndageraga njĩra ĩmwe, nĩaroka kũrathima mũtĩ, nogere kũrĩ nyoni ciarĩra-inĩ, itarikana rijamena mauru. Koja, niliwaambia ukiona Bible haijaandika mtu mwenye Yesu aliingia kwake, ujue ni kwako. Bible haijasema ni kwa nani hiyo nyumba. Nataka uinue mkono wako useme, Yesu njoo uingie katika nyumba yangu, maajabu yako yaonekane. Nasema inua sauti yako, sema Yesu njoo uingie ndani ya roho yako,
mambo mazuri yapatikane. You are able to perform a miracle, to do some things which are unique, which are great, that to attract people. From a distance. Na watu wakati watasikia ya kwamba kuna Mungu nyumba yako, hawataitwa na mtu. Wakati wa Noa, maandiko yanasema ya kwamba hakuna mnyama ambaye Noa alileta, lakini maandiko yanasema ya kwamba God in heaven alipiga pinja Filistina wa imani, alafu minyama zikaanza kukuja. Mimi nasema may the Lord apige pinja, watu waanze kufurika, baraka zianze kufurika, mambo yaanze kufurika. Look at this. Hawezi kaa kama si mama expectant. Mama si expectant. Nakaa mama ambao ana mimba anakoa anaizungusha kila wakati. Kwa sababu dakika yote anaweza zaa. I can see unexpected people here. I can see unexpected people here. I say I can see unexpected people who are about to receive their blessings. Wacha tuendelee. Tusikue muda sana kwa hapo. Enda namba B. Kwanza ujue sasa ni kwako, Kristo anaingia. Ni huduma yenu, Mungu anaingia. Ni huduma yako, Kristo anaingia. Maandiko yanasema immediately. Somebody say immediately. Come on, talk to me. Soma hapo, not tomorrow. I see now. I see now. As from this hour, as from this minute, may you receive blessings in plenty, blessings in numbers. I say let them multiply, let them increase in tenacity in the name of Jesus. Naona mambo yakibadilika, naona mambo yakibadilika haraka kwa haraka. Kristo akiingia kwako, hakojei watu wenyu waseme, hakojei neighbor waseme, hakojei serikali iseme. Akishaingia, akiongea, maneno yake yanakuwa mwisho. Bwana pesiva, hakuna mtu atauliza alipitia wapi. Qualification ya yeye kuingia kwako ni gani? Ni kufungua mlango tu. Habia jirani yako ni kufungua tu roho. Mwambie ni kufungua roho tu. Uone miujiza hujawahi ana. Na nasema kuna kwingi atapita Disemba hii, lakini kwako hatapita. Sema kwako hatapita. Immediately many gathered together so that there was no longer room to receive them. That is how things will look like. Na mnisikilize mzuri. Kama uko tune kwa katika roho, chukua hii. Baraka zenye zitafurika kwako, hakuna nafasi nyingine itakuwa ya kuongeza baraka, kwa sababu imekuwa itajaa na imenoga na imefurika kiwango ambacho watu watasema ya kwamba wewe ni devil worshiper. Wewe sio devil worshiper, wewe ni God worshiper. I say may the Lord change your story. May the Lord change your story. The Bible says wakati watu walikuja na wakafurika, watu wakaja kukakosa nafasi, people became a problem. Unaisikia hiyo? Unaisikia hivyo? People became a people problem. Now let us talk of people. Yani wamekuwa wengi mpaka wamekuwa shida. Sasa ina shida. Asha wamepanga, wameshindwa, wanawaangalia namna hii. Ninasikia hiyo sauti. I can hear that voice. Mimi sijali kwenye atawatoa sijui, na kwenye watapitia I don't know, lakini nasikia sauti ya mvua mingi ikinyikija. Nasikia sauti ya mgurumo wa mvua ikitoka kila upande kama Elisha. Nasema nasikia. Maandiko yanasema wakafurika, baraka zikafurika, zikatoka hapa mpaka kwa gate, zikatoka hapa zikafurika mpaka upande ule mwingine, mpaka mahali pa kukanyanga hakuna. Dawaga ya roho radhima. Mungu akubariki kiwango ambacho hakutakuwa na nafasi ya kukanyangia.
watu hawatapata nafasi ya kuongeza ingine. May the Lord bless you. 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 The reason why God was telling me to go back to this scripture again is because of you. Because of you. Na Mungu alikuwa majua utakuja hapa. Na utakuwa hapa. Chair, let me tell you. I prophesy you this. Yani, wakati unasikia watu wataweza kuwa shida, ni kwa sababu wamekusanyika, umeshindwa mpaka na kuwapanga. Mwenye nyumba alishindwa na kuwapanga, akasema wacha kiende vile ambavyo roho anataka. Vile anataka. Yani wateja wamekuja, mpaka unashindwa sasa, nitawapanga namna gani? Hata manager ameshindwa. Hello. Hello. Thank God because you are the host. Thank God because you are the host. It is you who carry God. Who you are carrying God. You are God carriers. Mahali ambapo umenyamaza, nasema people will come from every corner. And the Bible says, so that there was no longer room to receive them. No. Even near the door. And he preached. He did what? That's what the Lord is telling me. Me, I will be able to preach here. Yeah. Mine is to. Him is to bring. Sasa sikia hii. Kazi yake ni kuleta wa? Na kazi yako? Kazi yangu? Sasa roho nakuambie. This one is a prophecy. Wait now next year. You'll never believe how these things will work out. His work is to bring, yours is to preach the word, because it is what is in you. Preach the gospel, preach the word. We are given and entitled to speak the oracles of God. We are entitled to speak Christ. Only. I say only. Hakuna kitu kingine tunatakiwa hapa. Hata Asha watawacha kazi zao. Kazi yao ni kuambia watu pokea Bwana. Pokea nguvu za Bwana. Elders hakuna kazi nyingine, pokeeni Bwana. Pastors pokeeni. Badada pokeeni. Praise and worship. Inua Bwana. Inua Bwana. Bwana pesiva. Look at this. Not even near the door. And he preached the word of the Lord. Endelea hapo mbele kwa sababu sitaki tukawia hapa sana. Bible now say, then they came to him. Then, sasa nataka mnisome hapo. Then, who came to him? Who came to him? Who came? Who came to him? Who are they? Who are they? The four men are they? Wakaja wamebeba mtu ambaye alikuwa na shida. Na kwanza wacha nikurudishe nyuma. Uzuri wa kijiji hii, Yesu alikuwa anakujaga often. Na ni mzuri kugonjeka mahali kijiji Yesu anakujaga kila wakati. Afadhali ukae hii nyumba kama haujaolewa, lakini Yesu yuko hapa. Kwa sababu atatafuta mzee hapa. Hapa tu. Hapa tu. Hapa tu. Nasema wakati wa Mungu ukifika, hakuna atakayezuia. Maandiko yanasema wakashikana wanaume wanne. Nasema wakasema ya kwamba tumesikia. Naona asikia hii. Wakapata kuwa na kamkutano. Amen. Kama shambani yokado wana. Kamkutano ya watu wanne. Kabla hawajaanza kubeba huyu mtu, waliitana kwanza. Wakakutana wakaambiana, unajua Yesu yuko katika kijiji hiki. Na sasa tuna rafiki yetu ambaye ni mgonjwa. May the Lord give you such friends. Wenye watakaa chini wajadiliane vile watakusaidia. Sio kukusengenya, sio kukuongea vibaya. Nasema gai yako ya rata. Huyu mtu alikuwa na marafiki wazuri sana.
watu ambao wanakaa chini wanaanza kuamua vile ambavyo watasaidia huyu rafiki. Kitu ambacho kinanishangaza na kinanitia moyo ni kwamba alikuwa mgonjwa, lakini alikuwa na marafiki wazuri. Ni vibaya kuwa mgonjwa na kuwa na marafiki ambao ni wanafiki. Ninarudia, ni vibaya kuwa mgonjwa na uwe na marafiki wa mdomo. Tukwendete pastor orogu hana kayaroko radima. Huyo rafiki ni shetani, na usitaka kupendwa na mdomo. Upendo wa mdomo, ambia jirani yako aje ifike mwisho. Mwambie, a friend of lips is not a true friend. A friend of lips is a lie. A friend of lips can take you nowhere. May the Lord separate you from the friends of lips, give you to the friends of action. Yani wa marafiki wa matendo, wanakaa chini, wanajadiliana vile watakuinua, vile watakupeleka mbele za Bwana. Nasema kuwe na watu ambao watapiga magoti juu yako wakati uko chini, wakuitania kwa Yesu. Bwana pesiva. Oi nilizi. Munipokea tafadhali. Bwana pesiva. Now talk to me. I want to get a deep revelation here. Sasa maandiko yanasema kwamba hawa marafiki walikuwa wa kweli. Sio marafiki wa kuambia na kupenda kwa maneno mazuri. Waliitana na wakakubaliana. Kuna mtu mmoja katikati yetu hajihisi vizuri, ambaye ana upungufu wa hali wa kiafya, ambaye amelemewa na maisha. Marafiki wengi ambao uko nao ni marafiki ambao wanakaa chini kukujadili vile ambavyo una madeni na vile utachotwa na vile utaanguka. Leo kuona leo tira ugire usimuona kwa hiyo utaona vile ataingia kwa moto. Oshio kadhali Ramo iguire wasako oshio wana yagetaho yataho sio yataho hadi yataho. Halo, kuna rafiki hapa anaweza kusikia una shida, akae chini, wakiwa wawili wafikirie vile watakusaidia. Hawa rafiki lazima wawe ni unique. Lakini maandiko yanasema kwamba walishikana, wakasema huu mpendwa wetu, kitu cha kwanza tutampeleka kwa Yesu, kwa sababu sisi tunajua ya kwamba Yesu yuko katika mji. Hawa marafiki walijua Yesu yuko katika mji, na kwa hivyo wakapanga vile watampelekea huyu Yesu rafiki wao mgonjwa. Hata kama huyu rafiki yao hakuwa anajua Yesu ya kwamba alikuwa katika mji, alikuwa na marafiki ambao waliweza kusimama na yeye. Hawakumpeleka kwa kilabu, hawakumpeleka kunywa pombe, hawakumpeleka katika mambo ya maovu ya dunia. Walimpelekea Yesu. Nasema nishike mkono, nasema nibembeleze. Simameni. Shika rafiki ya jirani yako, mwambie nibembeleze. Unibebe, unipeleke kwa Yesu. Mwambie nibebe, nibebeleze. I came to prophesy to you today that I will carry you to the feet of Jesus. Nasema nitawabeba kwa hizi wiki zimebaki, niwapelekee Yesu. Amen. Bwana pesiva. Yeah, these men
because they had a spirit of determination, that's why they decided to carry the young man. Mwana pesiva, nasema ya kwamba usiangalie udhaifu wangu, usiangalie kilo zangu nyingi, wewe ni bebe. Habia jirani yako, nina kilo 90 na wewe una 70, lakini ni bebe. Mwambie nina kilo mingi ya mahitaji, nina kilo nyingi ya upungufu, lakini nisaidie. Mwambie ni bebe, usiniwache. Hawakuangalia uzito wa huyo mtu, walimchukua wakamweka juu, wakamweka kwa mabeba. Nasema beba rafiki yako, beba jirani yako towards the end of this year, na upeleke kwa Yesu. Nasema beba huyo mama, beba huyo mzee. Halo. Mimi nasema hii ni mwezi wa kubebana. Hii ni mwezi wa kubebana. Mimi nabeba Kenya. Hata kama ni nzito, nitabeba mzigo wake. Mimi nasema Kenya iko hapa. Nikibeba Kenya, wewe iko hapa. Wakikuyu wako hapa, Wakale wako hapa, Wajadhi wako hapa. Nasema nitabeba Wakale wote na Wajaluo wote na taifa la Kenya, nilipeleke Yesu. Hata kama ni nzito, beba mzigo wangu. Beba mzigo wangu. Nasema the remaining 21 days, these are days of carrying your somebody's burden. Sasa kama hujawahi patiana sikukuu, miaka yote hiyo imepita, anza kufikiria unapeana nini siku 21. Sasa Bishop, umetupeleka wapi? Nakwambia lazima tubebe jirani. Nasema lazima tubebe huyo ambao hana chochote. Nasema lazima tubebe huyo ambao ana udhaifu. Lazima nitabeba Gatuko, lazima nitabeba Shosho. Hata kama ni mzito namna gani nitambeba. Nasema nitambeba yeye. Kama ukiona kuna mtu amepungukiwa, ujue huyo ni uzito wako, umepewa na Mungu, ubebe. Nasema God has given you, he has attached you that burden to carry on your shoulder and take it to Jesus. Nasema hakuna kizuizi ambacho kitanizuia kukupeleka kwa Yesu. Hallelujah. Kenya, you belong to Jesus. Turkana, you belong to Jesus. Central, you belong to Jesus. Western, you belong to Jesus. Nyanza, you belong to Jesus. Eastern, you belong to Jesus. Eastern, you belong to Jesus. I say. Coast, you belong to Jesus. Arabu akasema hatutakufa moyo. Na maandiko nasema ya kwamba wakambeba kwa kitanda chake. Kitanda ina kona ngapi? Ambia jirani yako, kila mtu ana kona 4. Na unastahili kuwa na watu ambao watashika kila kona. Kila mtu ana kona yake. Nikishika kona ya maombi, huyo ashike kona ya sifa. Unayashika kona ya kuleta sukari. Unayashika kona ya kuleta maji. Unayashika kona ya kuleta nyama. Na usiangalie kona yangu, kwa sababu watu wana tabia ya kuangalia kona ya wengine. Kama mtu huyu nimembeba kona yangu, wachana kona yangu. This church has 4 corners. Nasema hii kanisa ina kona 4 na ni lazima tubebe kona hizi. Kila moja ashike kona yake. Kuna kona ya kubeba ile maono ya partnering with us, the Ark Harvest. Watu wanasema hii ni mzito sana. Sasa ukitupeleka pale hatuwezi. Mimi nasema beba hiyo kona. Na kama Mungu amekupatia ubebe hiyo kona, beba. Hii ni ministry. This is a ministry. We have to carry the ministry the way it is. And because it has 4 corners, each and everyone has to get hold of his corner.
Na maandiko yanasema kwamba they went to Jesus wakiwa wamembeba either kwa mat ama kwa kitanda. Uzuri ni kwamba walikuwa waine na kila mtu alikuwa ameshika kona ya. Si una mkono moja? Si una hiyo ingine? Si una mguu ingine? Si una goga ingine? Una kona ngapi? Ambia jirani yako ni bebe kona yako. Na usitetemeke. Na usikie vibaya. Ni wakati wako wa kubeba kona yako. Halo! Ni wakati wa kubeba kona yako. Nasema ni wakati wa kubeba kona yako katika hii ministry. I say you have to carry your own corner. Lakini maandiko yanasema ya kwamba as they were carrying, wakafika mahali ambapo Yesu alikuwa. Sasa wakati walifika pahali Yesu alikuwa, wakakuta shida ingine. Na ninataka kukuambia kabla sijamaliza huu ujumbe ya kwamba obstacles will always come. Na nasema challenges will always come, even to us where Jesus is. Maandiko yanasema kulikuwa na watu walikuwa wamefurika paka nje. Na ninataka kukuambia kuhusu hawa watu. These were mixed multitude. Hawa watu walikuwa ni mixed multitude. Wacha niweke huyu mtu chini. Kwanza nikuambie kuhusu hawa watu waine. Hawa watu ambao walikuwa wamejaa nje. Maandiko yanasema watu wa kwanza wenye walikuwa wamekuja pale ni wenye walikuwa wanataka uponyaji. Bwana pesiba. Hiyo ndio grupu ya kwanza. Grupu ya pili ilikuwa inataka kuja kutolewa mapepo. Grupu ya tatu ilikuwa imekuja kushuhudia miujiza juu ilikuweko siku hiyo ingine, ikaona vile Yesu amefanya na vile amefanya, wakasema watakuja kuona. Grupu ingine ilikuwa ni wale watu wanakujaga tu aimlessly, ni kuzuia tu watu wako kublock ili usiingie katika destiny yako. Kuna watu wanakuwaga katika my destiny yako, wanakaa tu pale, hawataki kuponywa, hawataki kutolewa mapepo, hawataki kuokoka, wako hapo tu. Mimi nasema Mungu akuepushe na hawa watu ambao wanafunga destiny yako. Guy, unaona hawa watu? Kuna watu walikuwa nakujaga tu kuzuia wengine. Hakuna tunawaitaka namna gani? What do you call these people? Wenye hawana kitu ambacho wanafanya, anakaa tu pale. Idlers. In fact walikuwa nakaa tu pale. Na wanadanganya mtu, nataka kuona kwa Yesu. Tutakusaidia, nataka brokers. Bwana pesa hivi, tutakusaidia. Mungu akuepushe na broker wote wa biguni na wa baraka zako. Mimi nasema the remaining 21 days, may the Lord evacuate and remove every broker in your life. Maandiko yanasema hivi, katika ile hali ya kutembea wakaona ya kwamba nje imefurika, mlango umefurika, hakuna mahali pa kupita. Bwana pesiva. Unajua kuna watu kanisani wanakuwa tu na mdomo baya, wanafanyaga watu warudi nyumbani. Unakuja tu unakuta watu wanaanza kukuzengenya na huko na ubaya, na kwa sababu usikiage Kikuyu unaamua kukaa nyumba. Kuna watu wengine wanakuja na attitude kanisani, mnafanya watu ambao wanakuja wanakuwa disappointed, wanarudi nyumbani. Wewe hautaki kuokoka na hutaki wengine wakuja waokoke. Uko hapa kuzuia watu wa Mungu. Mungu akuepushe na hawa watu ambao wamezuia destiny yako. Nyinyi mnakumbukaga hapa tulikuwa na Asha. Asha alikuwa na shetani. Alikuwa anaambiaga watu pale kwa mlango, "Guye no wagera ke, thie kwanyu." Shetani wewe. Mtu anamwangalia namna hii. Na yeye alikuwa anakuja kanisa. Vile amekaribishwa na umbwa na kuitwa umbwa na shetani, anashindwa nini mbaya? Mtu anashindwa nini kanisa gani? Mtu anarudi nyumbani. Siku moja tukaanza kuenquire, kwa nini watu hawakuji kanisa? Na unaona watu wanakuja wakati mwingine wanakatalia hapo nje, wanaenda choo, wanatoka wanaenda. Nini mbaya? We inquired. Tukakuja kuelewa ya kwamba Asha mama ambao alikuwa anakaa pale, alikuwa ameletwa na shetani. Alikuwa anakaa pale kutusi watu na kuwanenea maneno mabaya, kuwazuia wasikuje katika baraka zao. Alifungia wengi. Lakini nasema Mungu akuepushe na hawa watu ambao wanaweza kukuamilia, kufanya baraka zako zikwame. Maandiko yanasema hawa watu walikuweko. Bwana pesiba.
yako, let your attitude not close the door for your friend. Kuna watu wanakuwa hapa kanisani hawataki kutoa, wanadunga wale wengine sindano. Ishi ni kule ile ya goshi ishi. Hata hizi zenye tulitoa hizi juzi zilikuliwa tu, zilikuliwa. Hataki kutoa na anamwambia wengine wazitoa. Ambia jirani yako, Mungu akuepushe na hawa watu wabaya. Hawataki kuokoka, hawataki kutoa na hawataki wengine watoe. Wanakuwa humu tu na wako busy sana. By the way, hata huwezi kuwajua, wanakuwa busy kiwango ambacho unafikiria ndio ashas wa kuigiza watu kwa Yesu. Lakini nakwambia jiepushe na hawa watu. Maandiko yanasema wakaja, wakafika pale wakiwa wamebeba mgonjwa wao. Wakijaribu hapa wanakuta pamefungwa. Wakijaribu hapa wanakuta praise and worship ndio mshene imejaa sana. Hapa ndio akajaribu kuingia kwa upande wa viongozi, akakuta huko ni class inaongeaga. Kama huna kofia ya gold shauri yako. Wewe kwa nje. Halo? Mimi nasema tafadhali katika family ya the Ark Church kusiwe na mtu ambaye atafungulia shetani mlango, ambaye itafanya mtu akose kukuja kupatana na Yesu kwa sababu ya wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. We are a family. This church is a family church. This is a family church. This is our home. This is our place. Usituharibie home. Mwambie jirani yako usituharibie home. Mwambie usituharibie home na attitude. Mwambie mtu usiniharibie home na attitude zako. Thank you. You are coming up. Sasa kuanzia leo anza kuchukua vitu zako. Shana hii watu na sikia hii. Sikia hii. Wakati waliona mambo imekuwa gumu, walisema tufanye nini? Maandiko yanasema they were determined. Tell your neighbor, be determined. My topic today is about determination. Be determined in what you are doing. Don't look back. Don't look aside. Be focused to what you are doing. Be focused to your goal. Be focused to your destiny. Let nothing interrupt you. Wanapesiva. Kwa sababu they were determined, maandiko yanasema kwamba wakaweka huyu mtu chini. Wakasema milango yote imefungwa, lakini lazima tutafute njia. Wakaanza kufanya hesabu ya kutoka hapa warudi home na mzigo wa. Wakasema asha tumete kuraya. Ushokia mundu uko kule tumete ni kuraya muno. Tumete kuraya. Tumete kuraya. Haturudi na yeye. Haturudi kutoka na yeye nyumbani. Kama tulitoka. Tulianza Januari, hatutarudi Januari. Tulitoka February, hatutarudi February. I call upon you guys, don't retreat. Usirudi nyuma, be determined. I say so, Jaron. Wote kushoka na duda. Dewa hakuna kurudi nyuma. Tia jirani yako nguvu, mwambie hakuna kurudi nyuma. Mwambie haturudi nyuma. Lazima tunanunua truck. Si waambie lazima tununue truck. Kuna watu wataki kuongea hiyo. Nasema angalia jirani yako, mwambie no kinya tugule truck. Si tulinunua, tulichanga ya kwanza. Sijanga ya pili. Unataka ikurue. Si lazima tunamaliza truck. Kama wewe unataka kurudi nyuma, shauria. Ambia jirani yako asirudi nyuma. Sasa ni wakati wa kusonga mbele. Piga hatua nyuma. Nataka kusonga mbele. Maandiko yanasema kwamba wakasema hawatarudisha mgonjwa nyumbani. Hawatarudisha shida yao nyumbani. Kama ulitoka nyumbani, lazima shida yako ikamilishe. Lazima ishughulikiwe. Kama ulitoka nyumbani ukiwa umebeba kashida, ukiwa umebeba hali, today I say today it must be dealt on. It must be dealt with. Maana yanasema kwamba wakaweka mgonjwa wao chini, wakafikiria
wakaambiana wewe endea gazi. Aya matingo tukiria ulimu na matukirie ugi. Lazima tuwe na kitu moja, either wewe werevu na sisi tuwe waji. Wewe endea gazi. Na wewe endea kamba. Na wewe uendee nyundo. Halo, na mimi nikae na mgonjwa. Aya. Nasema tugawane kazi. Kazi yetu iwe rahisi. Tugawane kazi wewe. Mimi nasema tugawane kazi. Wengine wapikie watoto, wengine waongoze watoto, wengine wahudumie watoto, wengine waombee maono, wengine wabebe maono, wengine wachagie maono. Halo! Ili kazi iwe rahisi, lazima ufundishe watoto, ule apigie watoto. Mimi nami niendage kwa mlima peke yangu, waombea. Mkinitiza 2,000 napatia. Huyu naye ameenda mlima mwingine. Mkitaka kazi ya Mungu iwe rahisi, lazima tugawane. Bona pesa, lakini haturudishi mgonjwa nyumbani. Haturudishi ministry nyumbani. Haturudishi maono nyumbani. Nasema haturudishi monywa wito. Haturudishi maono nyumbani. Haturudishi. Nisaidie. Maandiko yanasema within 1 hour kila mtu alikuwa na kile ambacho alisema atalete atakalete. Maandiko yanasema mwenye gazi akaambiwa wekelea gazi juu ya hii nyumba kwa sababu hakuna mtu juu. Halo? Mimi nasema matigeko hawawezi kushinda na yote. Mimi nasema hapa hawawezi kukushinda. Wekelea yako hapa. Halo? Nitatengenezea gazi yangu hapa. Nitajenga gazi. Nitaiweka juu kiwango hawatanifikia. Nasema ninatengeneza gazi. Nikitengezea pastor wangu, nikitengezea reverend wangu, nikitengezea ushirika wangu, nikitengezea elder. Halo? Akatengeneza gazi. Gazi ikawekwa. Maandiko yanasema ya kwamba mwenye nyundo akamwambia enda juu ung'oe mabati. Akapanda, akaenda juu, akatoa mabati akiwapatia. Mimi naona mtu hapa akitoa mabati, akisaidia kutoa mabati, na mimi nikiwa ninamshikilia gazi. Mimi nitakushikilia mpaka umalize kutoa mabati. Mimi nitakushikilia mpaka utoe mabati. Abe jirani yako mwaka huu, the remaining 21 days ni ya kukushikilia. Ung'oe mabati tuingie. Ona pesiva. Kwa Yesu aikarithetie. Kwa uga tutiroka. Unajua tumeomba sana tangu mwanzo wa mwaka. Mungu alikuwa ananiambia pale ambapo hawe ikarithetie gai hau ni turoka. Na tunaingia. Dawa todito thondeke gathi. Dawa modimo thondeke gathi. Hii wiki tunaenda 7 days prayers ya kutengeneza gazi. Na kama shauri yako ukikataa kwenda na mimi shauri yako. Mimi Mungu ameniambia these remaining 21 days I'll do an exploit. Si nilikuwa nimetembea nikawapatia mtoto ukaitwa guka nitatembea tena. Si nilikutembelea ukapata job na kazi inakuwa mzuri tatembea tena. Si nilikutembelea Mwangi akaenda ng'ambo tatembea tena. Hello! Nasema Jesus is coming back again. Na nasema mahali aliko lazima tutaingia. Maandiko yanasema akapanda juu na wakashikiliana yule mgonjwa wao. Sasa ni kupitia kwa gazi. Wakafika juu. Mahali wakati walifika pale juu, kamba mwenye alilete kamba akamwambia funga hii gunia vizuri. Huyu mgonjwa asianguke. Tumuweke ndani ya gunia. Tufunga gunia. Wakafunga gunia. Wakateremusha mgonjwa wao katikati mahali Yesu alikuwa. Halo? Mimi nasema nitakutemesha na nitakuteremusha pole pole bila wasiwasi
mpaka miguuni mwa Yesu. Na maandiko yanasema ya kwamba wakashikania kamba akiteremsha mgonjwa wao mpaka akaguza chini. Alipoguza chini, Yesu akiwa hapa akaangalia juu. We are going to surprise eternity. I'm saying we are going to surprise eternity. Nasema tutashangaza bingu kwa sababu ya vile tutafanya. Nasema tutashangaza bingu kwa vile tutafanya. May you be crazy the remaining 21 days. And the Bible says, Jesus said, look at this faith. Angalia imani ya hawa watu. Hebu songeza hapo kwa hiyo. Mwenye yako pale, tupatie hiyo scripture. I want you to see here before I leave you. Before I leave you. Just sit down. Before I leave you, I want to see here. And tatu. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. Bible haijaongea walienda kuleta gazi, lakini walienda kuleta. Kwani walipanda na nini? Bible haijaongea kuhusu nyundo, lakini mimi nasema ilikuwa. Na niulize kwa nini? Kwani walingoa mabati na nini? Halo? Kulikuwa na nyundo. Bible haijasema mambo ya kamba, lakini nakwambia kulikuwa na kamba. Ukiniuliza nitakwambia kulikuwa. Kwani walimteremsha na nini? Halo? Mimi nasema Mark hakuandika hiyo vitu yote, lakini mimi nakuandikia because I'm a good scholar. Look at this. They uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was laying. Number 5 ya mwisho. When Jesus he did what? Son, your sins are forgiven. Every sin that has caused your downfall, every sin that has closed the door of your destiny, every sin that has closed your door of opportunity, I say today, may it open in the name of Jesus. I say, son, your sins are forgiven. Bwana apesi ba. Kwa hivyo ni dhambi ilikuwa imefanya mtu awe na paralytic. Tunaweza kukaa hapa na tuwe tuna shida kwa sababu ya mtu ana dhambi. Ametufanyisha kazi gumu ya kumbeba. Na ni dhambi tu. Si leo hii Mungu amenipatia ufunuo. Ameniambia your sins are forgiven. Look at this. Your sins are forgiven. I say your sins are forgiven. I say your sins are forgiven. Let's stand up. And because I have already taken you to the feet of Jesus Christ, may the Lord Jesus deal with your case. Tuwarikia ukinya ushio wa iguru shaitani dagasho kagode nyarege Bafara kaebe yana mokombe awo kiewe doine wake mwana ni nejoy dukadiga nanekwe dongona iwa matire hinde ohalia domata kenyona ogiona oru noide. Lord, in your presence there is mercy, forgiveness of sin. We surrender ourselves to you, Lord, as we plead for mercy, forgiveness, O Lord. Now, do not turn away from us, O Lord. Let your Spirit, Jehovah, walk together with us this remaining 21 days. We want to see you, Lord. We want to experience your move. Lord,
I pray and plead before these people that God, you may have mercy on them. Anyone who have been able to be shut out from his blessings or her blessings, I pray today that this door that has been closing, that has closed for too long time, to open today in the name of Jesus. I pray for these brethren, Lord. Have mercy on them, Jehovah. Oh, my cry. Listen to my cry, oh Lord. Have mercy on them, my Father. Do not let them, my Father, scatter in the wilderness, suffer and continue suffering. Deliver them all. Deliver them all, Lord. Bring them closer to your blessings, O King of glory. I know, Jehovah, when I pray, you always hear me. Let these people experience your power and your glory. And Lord, because today we are going to partake the Holy Communion, Lord, let everything that we have done, Jehovah, anything that has caused damage of our lives, oh God, be wiped away, be washed away by the blood of Calvary. Blood of Calvary, blood of the cross. Let it, my Father, function upon every one of us. And Jesus, remember these men and women in this house. Remember these children and those sons and daughters. Have mercy on them, God. Remember them, my Father, as you have said. You are going to overcrowd them with blessings. You are going to pour them with your blessing, God. Now let it happen, my God. Let this happen, Jehovah God. Before the end of 21 days, let there be an overflow. Let there be an overflow. I say an overflow, Lord. An overflow that will shock them, Lord. That will shock them, Lord. Now as we usher you in this house, so we usher you in our lives, begin walking, moving, and even stirring up of our spirit to come back in life again. For you are faithful and you are good, God. Now as we partake the Holy Communion, Lord, may you sanctify our hearts. May you sanctify even what we are going to drink and what we are going to eat. Because this is the last supper. Even as we go to sleep, God, let there be dreams that shall come out of our bellies. And Jehovah, let us, all of us, have dreams that will bring life, Jehovah, to every one of us. Oh, have mercy. Have mercy, Lord. Have mercy, because you are good. For all those who have been together with me towards the end of this year, Lord, either online and even those who are in this house today, Lord, I pray that your power may hit each and every one of them in the hardest way, that each and every one will feel the impact of your blessings, Lord. How I worship you, how I praise you, Lord. Do not pass by. Do not pass by, Lord. I will worship you and I praise you. For in Jesus' mighty name I pray and believe. Amen. Tukiwa tumesimama, nataka niletewe meza ya Bwana, kwa sababu tunaenda kumaliza mwaka. Hii ndiyo dhabihu ambayo tunakwenda kutoa ya mwisho kwa sababu ya watakatifu.